Marekani yaitaka Madagascar kuheshimu katiba baada ya jeshi kutoa madaraka. Na Israel yatarajiwa hivi leo kuruhusu kufunguliwa kwa kivuko muhimu cha Rafah. Habari kamili. Nairobi. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga amefariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo akiwa nchini India. Hospitali ya Deva Mata katika jimbo la Kerala imethibitisha taarifa za kifo chake hivi leo. Odinga ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 80 aliwahi kugombea urais wa Kenya mara 5 katika kipindi cha zaidi ya miongo mitatu. Mwezi Machi, Raila Odinga alisaini makubaliano ya kisiasa na rais wa sasa William Ruto ambayo yalikiruhusu chama chake cha upinzani cha ODM kushiriki katika mchakato muhimu wa kupitisha sera, huku baadhi ya wanachama wake wakiteuliwa kuwa mawaziri. Rais Ruto anatarajiwa kulihutubia taifa na kukitangaza rasmi kifo cha Odinga. Viongozi mbalimbali duniani wameanza kutuma salamu zao za rambirambi. Washington. Marekani imewataka wadau wote nchini Madagascar kutafuta suluhisho la amani linaloheshimu katiba baada ya kikosi maalum cha jeshi CAPSAT kutoa madaraka nchini humo. Kikosi hicho kilitangaza kudhibiti nchi hiyo ya kisiwa cha bahari ya Hindi baada ya wabunge kupiga kura ya kumuondoa madarakani Rais Andry Rajoelina. Hatua hiyo inakuja kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga serikali yaliyochochewa na ghadhabu za wananchi kuhusiana na uhaba wa maji na umeme. Kulingana na sheria ya Marekani, serikali ya Washington inatakiwa isitishe msaada kwa nchi iliyoshuhudia mapinduzi ya kijeshi, ingawa tayari utawala wa Rais Donald Trump ulisitisha msaada wa Marekani kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa data rasmi, Marekani iliipa Madagascar msaada wa kiasi dola milioni 32 katika mwaka wa fedha uliokamilika mwezi uliopita, kiwango kikubwa kikitengewa sekta ya afya. Gaza. Israel inatarajiwa hivi leo kuruhusu kufunguliwa kwa kivuko cha Rafah ili kuwezesha misaada zaidi ya kibinadamu kuingizwa katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Takriban malori 600 yaliyosheheni msaada wa chakula, dawa pamoja na vifaa vinavyohitajika kukarabati miundombinu iliyoharibiwa na vita yanatarajiwa kuruhusiwa kuingia Gaza. Hapo jana Israel ilitishia kukifunga kivuko hicho muhimu cha Rafah kinachopakana na nchi ya Misri baada ya kudai kuwa Hamas ilishindwa kuheshimu makubaliano hayo kwa kutokabidhi miili ya mateka waliosalia. Lakini baadaye Hamas waliikabidhi miili ya mateka hao 4, huku mashirika ya misaada yakitoa wito wa kuongeza mtiririko wa misaada huko Gaza, wakisema kwamba mahitaji ni makubwa mno. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Kiev. Mamlaka nchini Ukraine imeamuru familia zenye watoto zihamishwe kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa mashariki wa Kharkiv kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama katika mji wa Kupiansk ambao umekuwa ukizozaniwa kwa muda mrefu. Gavana wa Kharkiv Ole Sniehubov amesema hivi leo kwamba zoezi hilo la uhamishaji linahusu miji 40 na kuzihusisha familia 409 pamoja na watoto 601. Miji kadhaa inayopakana na eneo hilo hatari imeshuhudia wakazi wake wakihamishwa, huku vikosi vya Urusi vikijaribu kusonga mbele kuelekea upande wa magharibi. Mwishoni mwa mwezi Septemba, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwahi kuielezea hali katika eneo la mapambano la mji wa Kupiansk kwamba ni ngumu zaidi. Johannesburg. Afrika Kusini, Ivory Coast na Senegal zimefuzu kushiriki kombe la dunia la kandanda mwaka 2026 kwa kushinda mechi zao jana Jumanne na kujaza nafasi 3 zilizokuwa zimesalia kati ya 9 zilizotengewa bara la Afrika. Timu hizi 3 zinajiunga na Algeria, Cape Verde, Misri, Morocco, Senegal na Tunisia katika mashindano hayo yatakayoandaliwa nchini Marekani, Canada na Mexico. Timu za Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gabon na Nigeria zimeyaweka hai matumaini yao ya kujaza nafasi ya 10 kwa bara la Afrika
na zitacheza mechi moja za nusu fainali na fainali itakayochezwa nchini Morocco mwezi ujao wa Novemba, na washindi watafuzu kwa michuano hiyo ya kombe la dunia. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Amolo Odinga afariki dunia nchini India. Na baada ya kuripotiwa makubaliano ya amani huko mashariki mwa Kongo, sasa hivi inaripotiwa mapambano yanaendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini. Afrika Kusini, Ivory Coast na Senegal zafuzu kwa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Bakari Ubena, na nakukaribisha sasa tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo. Taifa la Kenya linaomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, mwamba wa siasa na nembo ya demokrasia, aliyefariki dunia hivi leo Jumatano huko Kerala, India, akiwa na umri wa miaka 80. Kwa mujibu wa taarifa za uongozi wa hospitali hiyo ya nchini India, Odinga alipoteza fahamu wakati wa matembezi ya asubuhi katika eneo la kituo cha tiba asilia Ayurveda kilichopo Kothatakulam katika wilaya ya Ernakulam katikati ya mji wa Kerala alipokuwa anatibiwa. Mwandishi wetu Shisia Wasilwa amefuatilia taarifa hiyo na kutuandalia. Mwili wake Raila umehifadhiwa katika hospitali binafsi mjini Kochi chini ya ulinzi wa polisi, huku maandalizi ya kidiplomasia na kifamilia ya kusafirisha mwili wake kurejeshwa Kenya yakiendelea. Licha ya juhudi za haraka za madaktari, alitangazwa kufariki dunia saa 9 asubuhi kwa saa za India kutokana na mshtuko wa moyo. Tangazo la kifo cha Odinga limeitumbukiza Kenya katika majonzi makubwa, huku salamu za rambirambi zikimiminika kutoka pande zote za kisiasa na jumuiya ya kimataifa. Akiwa anajulikana kwa jina la upendo Baba, lenye maana ya baba wa taifa, Raila Odinga alionekana kama moyo mapambano ya Kenya kwa ajili ya haki, vyama vingi na mageuzi ya kisiasa. Rais William Ruto aliongoza taifa kuomboleza, akimtaja Odinga kwa mzalendo wa taifa ambaye ujasiri na kujitolea kwake viliunda njia ya Kenya kuelekea demokrasia na umoja. Viongozi kutoka barani Afrika, akiwemo Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Nana Akufo-Addo wa Ghana na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, walimsifu Odinga kama mwanafalsafa wa Afrika aliyechochea kizazi cha viongozi wenye maono. Wakenya wanamkumbuka vipi Raila? Ni msiba mzito sana kwa Wakenya. Sote tumempoteza mtu ambaye alikuwa ni baba. Manake alikuwa anaitwa baba. Ni baba wa demokrasia, baba wa siasa, baba katika familia, baba serikalini, baba kila mahali. Raila anaweza kumkumbuka kwa njia nyingi sana kwa sababu alituletea demokrasia katika nchi yetu. Alikuwa anaipenda nchi yetu sana. Habari za kifo chake ziliposambaa, hisia kali za huzuni ziliripotiwa jijini Nairobi, Kisumu na Bondo, ambako maelfu walifurika mitaani wakiwa na bendera, mishumaa na nyimbo za ukombozi kumkumbuka kiongozi huyo. Mitandao ya kijamii imefurika na ujumbe wa rambirambi kutoka ndani na nje ya nchi, watu wakikumbuka hotuba zake zenye moto, ucheshi wake na uzalendo usiokuwa na mipaka. Katika jangwa la siasa za Kenya, jina Raila Amolo Odinga limekuwa kama ngurumo ya radi kabla ya mvua, sauti iliyotikisa milima ya mamlaka na mabonde ukosefu wa haki. Raila hakuwa mwanasiasa wa kawaida, alikuwa mchecheto wa mapambano, kiongozi aliyezaliwa kwa upepo wa vuguvugu na mwana mapinduzi aliandika jina lake kwa wino uvumilivu. Philip Okiai ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Tamkumbuka Raila Odinga kama shujaa ambaye alipigania demokrasia na mabadiliko ya kikatiba katika nchi yetu ya Kenya. Raila Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945. Alikuwa mwana wa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya Jaramogi Oginga Odinga. Alirithi si tu jina la familia lenye uzito wa kisiasa, bali pia moyo usiotetereka wa kupigania haki. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Naam, huzuni na majonzi. Raila Amolo Odinga, wafuasi wake wanaelezea hisia zao kutokana na kuondokewa na kinara huyo wa upinzani.
Katika mji wa Kisumu, ngome kuu ya siasa za eneo la Nyanza za Odinga, linashuhudiwa wimbi la waombolezaji. Musa Navie, mwandishi wetu wa Kisumu, magharibi mwa Kenya, anaelezea zaidi. Mapema asubuhi siku ya Jumatano, minong'ono kuhusu kifo cha Raila Amolo Odinga ilisambaa mitandaoni, wengi wasijue uhakika wa yaliyokuwa madai ya kufariki kwa kiongozi huyu wa upinzani. Jijini Kisumu, minong'ono hii ilitawala sehemu za mitaani, biashara, makundi ya watu yakionekana katika sehemu za mabunge ya wananchi, miongoni mwa maeneo mengine ya jumla, duru zikisikika. Baadaye majira ya saa 4 asubuhi, ilikuwa dhahiri kuwa habari kuhusu kifo cha Odinga zilikuwa ni za kweli, na hapo wakazi jijini Kisumu walifurika barabara za mitaa, barabara ikiwemo Kondele na katikati ya mji kuomboleza kifo cha kinara huyu. Kwa mabango na nduru walimiminika, wahudumu wa bodaboda wakiwa wamebeba matawi, akina mama kwa wanaume wakitawaliwa na nduru, majonzi na kauli mbalimbali, na kuelekea hadi ikulu ndogo ya Kisumu kwenye maombolezi yao. Kwa hakika kitumefanyika leo kimetuacha na huzuni. Mimi kama mtoto wa baba nimebaki yatima na sioni kama mbele ama nyuma, sina mbele ama nyuma. Nimesikia uchungu mwingi sana kama nimesikia ya kuwa baba amefariki. Tulisikia ati baba alikuwa mgonjwa na tujui ni ugonjwa gani. Raila Amolo Odinga, ambaye nyumbani kwao ni jimbo la Siaya na mwenye makao yake katika vilima vya Riati, jimbo la Kisumu, alizaliwa katika hospitali ya kanisa la kimishonari la Maseno mnamo tarehe 7 Januari mwaka 1945. Babake Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa rais wa kwanza wa Kenya, na mamake Mary Juma Odinga. Katika elimu yake, Raila Odinga alisomea katika shule ya msingi ya Kisumu na baadaye shule ya msingi ya Maranda kabla ya kujiunga na shule ya upili ya Maranda na kusomea katika taasisi ya Herda ya Ujerumani. Mwaka 1965 alijiunga na chuo cha kiufundi cha Magdeburg, Ujerumani, akifuzu na shahada ya masters katika uhandisi wa mitambo na kurejea nchini Kenya mwaka 1970. Atakumbukwa pakubwa kwa kuwa miongoni mwa wanasiasa walioshinikiza kuondolewa kwa uongozi wa chama kimoja nchini Kenya na kuondoa uongozi wa chama cha KANU katika kampeni alizoziongoza mnamo mwaka 2002 zilizompa ushindi rais wa 3 wa Kenya, Mwai Kibaki. Mimi Raila Amolo Odinga. Mwaka 2007 ghasia za uchaguzi mkuu ziligubika taifa, mazungumzo yaliyoongozwa na Kofi Annan yakipelekea maridhiano yaliyounda serikali ya nusu mkate, Raila akichukua wadhifa wa waziri mkuu. Kabla ya wadhifa wa waziri mkuu, Raila amehudumu kama mbunge wa eneo bunge la Lang'ata, Nairobi, na vilevile kushikilia wadhifa wa waziri. Mwaka 2010 alipigia debe uundwaji wa katiba mpya ya Kenya na kuungana na rais mstaafu Uhuru Kenyatta maarufu handshake, ushirikiano uliodumu hadi kura ya uchaguzi wa mwaka 2022 ambapo alishindwa na rais wa sasa William Ruto, ambaye baadaye alimhusisha kwenye serikali ya ushirikiano maarufu broad-based. Raila Amolo Odinga amefariki akipokea matibabu nchini India akiwa na umri wa miaka 80. Musa Navie, DW Kisumu. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa 7 na dakika 13 Afrika Mashariki. Tuelekee huko Madagascar. Rais Andry Rajoelina wa Madagascar amepinduliwa madarakani na jeshi jana Jumanne, na hali ya wasiwasi bado imetanda nchini humo kufuatia maandamano ya vijana. Marekani imetoa mwito kwa pande zote kutafuta suluhisho la amani nchini Madagascar. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba. Rais Rajoelina amekimbia nchi kwa kuhofia usalama wake, japo haifahamiki amekimbilia nchi gani. Jana jeshi lilitangaza kutoa madaraka baada ya bunge kupiga kura kumuondoa madarakani rais huyo baada ya wiki kadhaa za maandamano ya kuipinga serikali yake yaliyochochewa na hasira za wananchi za kukatika kwa umeme na ukosefu wa maji. Vijana wa vyuo vikuu waliokuwa mstari wa mbele kuongoza maandamano wanalalamikia hali ya maisha na kupuuzwa kwao na serikali ya Rajoelina. Hirizo Andrea Manantena, kiongozi wa vijana nchini Madagascar, ameelezea msimamo wao baada ya kukimbia kwa Rajoelina na jeshi kutoa madaraka. Kwa uamuzi wa bunge tumeridhika kwa kiasi fulani, japokuwa kilio cha malalamiko yetu ni halali. Bado tunaamini kuna hatua nyingi za kuchukuliwa na kufanyika mazungumzo ili kufikia malengo yetu ambayo ni kuleta mageuzi ya kisiasa. L'objectif final du changement radical de tout un système.
Marekani imezitulia mwito pande zote za kisiasa nchini Madagaskar kutafuta suluhisho kwa njia ya amani na kuheshimu katiba. Umoja wa Afrika uliokuwa na mkutano wa dharura Jumatatu kuijadili Madagaskar umekemea mageuzi ya uongozi kwa njia zisizo za katiba. Urusi nayo hivi leo imesema inafuatilia kwa karibu matukio na inataraji Madagaskar itajizuia na umwagaji damu. Mara baada ya mapinduzi jana, kiongozi wa kitengo maalum cha jeshi cha Kapsat alitangaza kwamba jeshi la ulinzi litaunda baraza maalum la maafisa wa kijeshi na wale wa ulinzi wa raia kusimamia uongozi, lakini pia kuteua waziri mkuu atakayeanzisha serikali ya kiraia. Kiongozi wa vijana Herizo Andrea Manantena amezungumzia juu ya uingiliaji kati wa jeshi kwenye hali ya kisiasa inayoikabili Madagaskar. Vu la situation, c'était assez prévisible parce que ni kitu kilichotarajiwa kwa sababu hatukuweza peke yetu kuwadhibiti polisi wa gendarmerie. Na juu ya hilo kulitolewa mito mingi kwenye mitandao ya kijamii kutaka jeshi liingilie. Kwa hivi sasa hatuna hofu ya kuzungumzia madai yetu kwa sababu tunafanya hivyo kwa ajili ya umma mzima. Na wanajeshi kwanza ni sehemu ya umma kabla ya kuwa wanajeshi. Wiki iliyopita Rajoelina aliahidi kufuatilia kwa karibu hali inayokabili vijana wa nchi hiyo na hasa wa vyuo vikuu pamoja na maeneo wanayoishi. Hata hivyo, baada ya kupinduliwa kwake, vijana hivi sasa wanasema waziri mkuu mpya wa kijeshi Meja Jenerali Rufin Fortunat Dimbisoa Zavisambo atajenga chuo ambacho kitakidhi mahitaji ya wanafunzi wote. Ripoti yake Saumu Mwasimba kuhusiana na hali inayoendelea Madagaskar. Tuelekee sasa huko nchini Tanzania. Sera na ahadi zinazohusiana na maboresho ya sekta ya afya ni miongoni mwa ajenda muhimu zinazobebwa na wagombea, hususan wale wanaowania urais wa Tanzania. Lakini swali ambalo baadhi ya raia wa nchi hiyo wamekuwa wakijiuliza ni je, zinatekelezeka? Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Anwari Mkama na taarifa kamili. Shamra za kampeni za siasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania. Wagombea hususan wale wa urais wamekuwa kitembea katika maeneo mbalimbali ya nchi kunadi sera na ahadi. Miongoni mwa ahadi ambazo zimekuwa zikitolewa karibu na wagombea wote 16 ni kuhusiana na sekta ya afya. Watu wote wanajitibia wao wenyewe. Akijisikia maumivu akijinyoosha dukani paracetamol nywi, kama mtanichagua na kwenda kuwatibia bure katika zahanati zote na hospitali kubwa. Tutajenga vituo vya afya zaidi, tutajenga zahanati zaidi na tunakwenda kuboresha hospitali yetu ya wilaya. Afya ni sekta mtambuka ikimgusa kila mwananchi. Swali ambalo wengi wanajiuliza, je, ni kwa kiasi gani ahadi hizo zinawagusa wananchi lakini pia zinatekelezeka? Dorini Mlai na Mzamiru Nasoro ni wakazi wa Dar es Salaam. Tuseme kwamba sera hizi za afya katika majukwaa ya kisiasa katika mwaka huu wa uchaguzi 2025 unaenda kuleta mwanga mpya au mwanzo mpya katika huduma za afya. Iwe ni kwa watoa huduma, iwe ni katika upatikanaji wa vifaa tiba, iwe ni katika swala zima la kuchangia gharama kati ya mgonjwa na serikali. Hiyo itaenda kuleta afya zaidi. Amelenga maeneo mengine tofauti tofauti ikiwemo na upatikanaji na usambazaji wa dawa na vifaa vya matibabu. Hapo kuna baadhi ya hospitali au kuna baadhi ya vituo unaenda kweli mgonjwa na madaktari wapo, manesi wapo, lakini sasa vitu matibabu hayapatikaniki. Yani vifaa vilivyopo havipo, dawa hazipo. Dr. Elisha Usati ni mtaalamu wa afya ya binadamu. Anaziangalia ahadi hizo kwa upande wa kitaalamu. Swala bima la afya kwa wote ni swala ambalo sheria imepita na kiukweli tunatamani utekelezaji uweze kutokea jinsi wanavyozungumza, kwa sababu gharama za matibabu ni makubwa, lakini watu wetu pia wengi hawezi kulipa gharama za matibabu. Kwa kuingia kwenye bima ya afya kwa wote itatusaidia sana kuweza kutoa huduma bora kwa wananchi kwa gharama nafuu. Dr. Osati anayataja mambo muhimu ambayo wananchi wanataka kuyaona katika sekta ya afya yanaboreshwa na serikali inayokuja. Wananchi wao wakija hospitali wanataka kuona wanapata huduma bora ambayo inatolewa kwa wakati, kwa gharama nafuu, ambayo inawapa nafasi ya kuweza
kujieleza vizuri na namna hiyo kuweza kutibiwa kwa ufanisi zaidi na kuweza kuondoka kwa haraka. Viongozi wetu ambao wanazungumza, manake hilo ndio jambo la kwanza ambalo watakao kuliweka katika kichwa chao. Sekta ya afya imekuwa ajenda muhimu katika majukwaa ya kisiasa, hususan katika kampeni za wagombea urais, kutokana na sekta hiyo kumgusa kila Mtanzania. Anwar Mkama, DW. Ripoti yake Anwar Mkama kuhusiana na hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu huko nchini Tanzania. Na msikilizaji, tukamilishe safu hii basi kwa kuangalia masuala ya kandanda. Jacob Safari yuko nami hapa studio. Karibu sana. Asante sana. Unaona sasa Afrika Kusini, Ivory Coast na Senegal zimefuzu kwa kombe la dunia la kandanda mwaka 2026 kwa kushinda mechi zao za jana Jumanne, na zimejaza nafasi nyingine tatu kati ya zile ambazo zilikuwa zimetengewa bara la Afrika. Tayari kulikuwa kuna timu 5 ambazo zilikuwepo, lakini nafikiri walikuwa wametengewa 9. Unazungumziaje kwanza kufuzu kwa Afrika Kusini, Ivory Coast na Senegal jana? Manake tulikuwa ni kama hatuna uhakika. Tulikuwa hatuna uhakika, lakini nilitaraji kwamba Ivory Coast na Senegal watasonga mbele, lakini Afrika Kusini, kwa sababu unajua wakianza ile mechi yao jana walikuwa katika nafasi ya 3 kwenye kundi lao. Ndiyo. Kundi cha ile walikuwa wanaongoza Benin. Nigeria nilitarajia kwamba walikuwa kama tulivyosema walikuwa katika hali ngumu, lakini walijitahidi, wamepata nafasi ya kucheza mechi za mchujo licha ya kupata ushindi mkubwa ule wa 4-0 dhidi ya Benin. Afrika Kusini wao waliwachapa Rwanda magoli 3. Unaona, Nigeria walikuwa wanahitaji hisani ya Rwanda, labda Rwanda wangewafunga Afrika Kusini, Nigeria wangemaliza juu, wangefuzu moja kwa moja. Hisani ambayo hawakuipata. Afrika Kusini wakafanya kazi yao na moja kwa moja wamekwenda, na ndio mara ya kwanza kufuzu katika kombe la dunia hili tangu mwaka 2010 ambapo wao walikuwa waandalizi kule Afrika Kusini. Nakumbuka hii Afrika Kusini ilikuwa imepunguziwa pointi 3 kabla hapo, kama adhabu ile kuchezesha mchezaji ambaye alikuwa si halali. Kwa hiyo nafikiri walistahili kwa kweli. Afrika Kusini wamecheza vizuri kutoka mwanzo na walistahili kufuzu, kwa sababu licha ya kupoteza hizo pointi 3 muhimu, lakini wamefuzu vile vile. Haya, tuangalie sasa kwa huo mchujo ambao unakuja. Kuna kama ligi ndogo hivi inachezwa nusu finali, mchezo mmoja nusu finali, na hizi ni timu ambazo zinajumuisha timu kama vile Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gabon na Nigeria. Kwa hiyo nusu finali wacheze, alafu finali inapigwa Morocco mwezi Novemba, alafu inakwenda kuongezea ile orodha ya timu 10 za Afrika. Unazungumziaje? Ni mchujo mkali sana huo. Timu zote hizi kwa sababu na ukiangalia mechi zenyewe zitakavyochezwa ni kwamba hizi timu nne, Nigeria, Cameroon, Gabon pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapinzani tayari ni kama washajulikana, kwa sababu wanatokana kulingana na ile orodha ya FIFA ilivyo. Nigeria ndio iko juu katika hiyo orodha ya FIFA katika hizo timu 4, halafu iliyoko chini ni Gabon. Kwa hiyo Nigeria itacheza na Gabon na Cameroon itacheza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kama hiyo nusu finali. Kiputa hicho nakizungumziaje? Cameroon DR Congo. Itakuwa mechi kali sana. Hizi timu zina wachezaji ambao wanajituma kweli Josephat. Lakini karata yako hapo ukiangalia unaitupa wapi? Maanake mimi nimeangalia paka nikakwama hapo. Pia mimi ndio hivyo, sijui niweke wapi mimi karata yangu kwa sasa hivi. Cameroon na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nigeria na Gabon, nafikiri Nigeria kidogo wako mguu mbele. Kwa hiyo wameonyesha nguvu nyingi zaidi. Wameonyesha nguvu nyingi na wameonyesha kweli wanataka kufuzu kombe la dunia, kwa sababu mashindano yaliyopita Qatar hawakufuzu. Kwa hiyo safari hii wanataka kweli kwenda na finali. Nafikiri Cameroon wanaweza kuwazidi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo japo kidogo tu. Kwa hiyo wanaweza kupatana na Nigeria katika finali. Kwa hiyo itakuwa ni kazi kubwa hapo. Haya, tunasubiri tuone msikilizaji jinsi mambo yatakavyokuwa katika hizo nusu finali 2. Tuone ni timu ipi ambayo itajiunga na zile nyingine 9,
na kuongeza timu za Afrika kufikia 10 kwenda huko Marekani na vile vile huko Canada na Mexico, kombe la dunia mwaka 2026. Angela Mdungu yuko upande wa pili wa studio, na hivi sasa basi tutamkaribisha tu ili aweze kutuelezea kile ambacho kinaendelea na kusambaa katika mitandao ya kijamii. Angela Mdungu, karibu. Asante sana. Naona hapo umeng'ara-ng'ara. Unang'ala-ng'ala. Asante. Wanasema hivyo, unang'ala-ng'ala. Bling bling bling. Karibu. Kunani kwenye mitandao ya kijamii? Yapo mengi, lakini kubwa kabisa Josephat ambalo limetawala hasa kwa Afrika Mashariki ni kuhusu hizi habari za majonzi. Ni kifo cha aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya Bwana Raila Odinga kilichotokea India alikokuwa akipatiwa matibabu. Sasa mengi yanaendelea kuhusu msiba huu, na mojawapo ni picha za video zinazolionyesha kundi kubwa la waombolezaji wake, kwa waume, wazee, kwa vijana, wakilia kila mtu kwa namna yake nje ya makazi ya Odinga Opoda Farm huko Bondo, kaunti ya Siaya bila shaka. Na kuna wanaoonekana wakiwa wameshika matawi wakiimba nyimbo za kumsifu hayati Odinga. Kwa sasa kilio ni baba, watu wanamlilia. Nadhani itakuwa sahihi kusema kuwa huu ni msiba mkubwa na hali ya majonzi imetanda kwenye maeneo mengi ya Kenya. Nafahamu tutapata maoni kutoka kwenye kurasa zetu, lakini mbali na kurasa zetu kuna maoni mengi yako kwa Twitter na katika kurasa nyingine mbali. Wanasemaje? Kabla sijasoma nimkumbushe tu msikilizaji kuwa nguli huyu wa siasa za Kenya alifahamika kwa majina mengi. Kando ya baba na jina Enigma, kuna waliomuita Nyundo, kuna waliomuita Tinga, Agwambo na Jacom, yani chairman, mwenyekiti. Sasa niende moja kwa moja kwenye maoni. Rebecca Njeri anasema tutamkumbuka Raila kwa kupigania siasa za vyama vingi na demokrasia. Pumzika kwa amani Jacom. Gavi ameandika leo hata wale walioiba ushindi wake wakati wa uchaguzi wanaomboleza. Maoni yake hayo. Dasa anasema habari hizi zimeniumiza mno, lakini ni mapenzi ya Mungu. Hii ndiyo safari yetu sote. Pumzika kwa amani baba. DJ Black, Afrika na dunia nzima itamkumbuka Odinga kama mzalendo aliyepigania ukombozi. Mbali na hawa ambao ni watu wa kawaida tu, kuna watu mashuhuri nao wametoa salamu zao za rambirambi. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta ametoa salamu hizo na ameeleza mengi mno kuhusu uhusiano wake na Odinga, lakini amesema Raila alikuwa mpinzani wa kweli, lakini pia alikuwa mshirika mwenye thamani kubwa hasa katika masuala ya kuleta maridhiano.